الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametujalia sote uzima na afya. Atujalia au akatupa taufiki ya kujitambua kwamba sisi ni wanadamu na ni watumwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ametuafikisha kutambua kwamba sisi ni watumwa kwa Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu ametuumba akatuweka katika huu ulimwengu kwa lengo tumtumikie. Yaani sisi ni watumishi wa Mwenyezi Mungu. Sisi ni watumwa wa Mwenyezi Mungu. Sasa kitendo cha ukajitambua, ukaacha kazi zako, shughuli zako, starehe mbalimbali ukaja hapa, ni kwamba umekiri hivyo. Hapa ni Kijango, si ndio? Kijango, Magoma, Korogwe. Mimi nimetoka Tanga mjini. Lakini kwetu pia sio Tanga. Kwetu ni Kondoa. Lakini tumekutana kupitia Uislamu. Uislamu ndio umetukutanisha. Hatuna undugu kinasaba. Hata kama upo ni mbali mno, kwa sababu sote ni wa Adam. Sote ni wa Adam na Hawa. Sote ni wanadamu. Lakini hatujakutana hapo kwa sababu ya undugu wa nasaba. Kutana hapo kwa sababu ya undugu wa Kiislamu. Undugu ambao ni mkubwa zaidi kuliko hata undugu wa kinasaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina alitoka na kundi la Waislamu kutoka Maka, wanaume, wanawake. Wakafika Madina wakawakuta tena Waislamu wa Madina. Waislamu waliotoka Maka kuingia Madina walikuwa ni ugenini, tena ugeni kweli kweli. Toka Maka na Madina ni zaidi ya kilomita 400. Walikuwa hawajuani, zaidi tu ya kwamba watu wa Maka wanaweza kupita karibu na Madina kibiashara kwenda Sham, lakini hawakujuana. Lakini walipotoka Maka kama Waislamu, akasema wafanya biashara tena, wala sio watu wa Maka, walienda Madina kwamba ni Waislamu. Sio kwamba walienda Madina ni watu wa Maka wamehamia, ni Waislamu wametoka Maka wamehamia Madina kwa Waislamu wenzao. Kilichofanyika kikubwa, Mtume aliwaunga undugu. Mtu wa Maka anaunganisha undugu na mtu wa Madina, wanakuwa ndugu. Na undugu wao ukawa ni mkubwa kuliko wanasaba. Mmoja katika masahaba wale alifikia kumwambia Abdurrahman ibn Auf kwamba mimi nina shamba. Sasa wewe tayari ndugu yangu, kwa hiyo itabidi shamba hili tuligawe nusu. Nusu yangu, nusu yako.
Tena yule bwana wa Madina akamchagulia Abdurrahman ibn Auf ambaye ni ndugu yake kutoka Maka, ile sehemu ambayo ina maji, yani ina rutuba zaidi kuliko hiyo sehemu aliyochagua yeye. Akamchagulia hivyo. Lakini Abdurrahman ibn Auf akakubali, ila hakulichukua lile shamba. Akamwambia jazakallahu khaira, na Mwenyezi Mungu akulipe kila la khairi kwa undugu na thamani uliyoonyesha, mimi nionyeshe tu sokoni. Asili Abdurrahman alikuwa ni mfanya biashara, kwa hiyo akaanza biashara huko sokoni. Kwenye kisa hiki ninachosema ni kwamba mtu wa Madina kamkubali mtu wa Maka, sio kwa undugu wa nasaba, bali kwa undugu wa Kiislamu. Yaani Uislamu undugu wake ni mkubwa zaidi. Yaani anasema innamal mu'minuna ikhwa, waumini ni ndugu wao uko hivyo. Bahati iliyopo ni kwamba Waislamu wote tunaisoma Qur'ani moja, qibla kimoja, mtume mmoja, misikiti tunaswali inafanana, japo kuna tofauti ndogo za baadhi ya misimamo na baadhi ya matawi fulani katika dini. Lakini Muislamu akienda mahali popote duniani, akisikia tu Allahu Akbar, tayari anafarijika. Anajua mashallah pana msikiti hapa. Yaani hata kama alikuwa na hofu, alikuwa na wasiwasi fulani, tayari ile hofu inamuondoka na anajiona tayari kwa nyumbani. Na akiingia kwenye huo msikiti, anaowakuta, anaamini watakuwa naye pamoja katika jambo la kijamii na jambo la kidini. Ndio kama sisi hivi hapa. Kutoka maeneo tofauti lakini tunakutana hapa kwa sababu ya Uislamu. Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uislamu sio dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio dini yake. Yeye ametumwa tu kuja kufundisha Uislamu. Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na akasema Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafa, enyi ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu, ingieni katika Uislamu kamili, kwa sababu ni dini yake. Unapoingia kwenye dini ya Uislamu, uko ndani na unakuta vitu mbalimbali. Unakuta sala, unakuta funga, kutoa sadaka, maneno mazuri na ibada nyinginezo zipo ndani ya ule Uislamu. Kwa hiyo sote ni Waislamu na tupo ndani ya jengo la Uislamu, na ndani ya hilo jengo kila mmoja anafanya anachokiweza kulingana na uwezo wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu wa Makka, na kabla ya Uislamu alikuwa akifanya ibada kwa mujibu wa taratibu za Nabiiullah Ibrahim alayhi salam, akizifanya katika pango. Siku moja akiwa pangoni, akamjia malaika, akamwambia iqra, soma. Akasema siji kusoma. Akamrudishia mara ya pili, iqra, soma. Na akasema siji kusoma mara ya tatu. Na kila akimwambia soma, mtume akisema sijui kusoma, anambana mpaka mtume anasikia maumivu, alafu anamwachilia. Mara ya tatu ndio akamwambia iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Mara ya tatu akamsomea aya hizi 5 katika suratul 'alaq. Hizi ndo aya za kwanza kuletewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zikimtambulisha kama nabii, yani ni mtume.
ametangazwa kwamba huyu ni mtume. Aliporudi nyumbani, kwa hali aliyokutana nayo pangoni, alirudi ana wasiwasi, anatetemeka, anaogopa. Akakutana na mkewe Khadija radhiallahu anha, akamfunika akidhani labda anasikia baridi, akamfunika. Baada ya muda kidogo akaja tena yule malaika alokuja kule pangoni, akaja tena mara ya pili, akamwambia ya ayuhal muddathir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hizi aya za pili ndio zikamtangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sasa we ni mtume rasmi na unatakiwa uwafundishe wenzio. Ya ayuhal mudaththir, ewe ujifunika, qum, simama, faanzir, uwaonye watu. Aya za mwanzo kule pangoni aliambiwa tu iqra, soma, kwamba ni mtume au nabii. Huku nyumbani zikamwambia ya ayuhal mudaththir qum faanzir, simama uwaonye watu. Wa rabbaka fakabbir, na Mola wako mtukuze, fanya ibada. Wa thiyabaka fatahhir, nguo zako zisafishe. Hizi aya za pili zinamtangaza kwamba ni mtume, anatakiwa afikishe ujumbe kwa wenzie. Na mtume akaanza kazi rasmi ya da'wa. Akamwamini mkewe Khadija radhiallahu anha, mtoto aliyokuwa kiishi ndani ya nyumba ya mtume Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, rafiki yake mtume Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu anhu, wakasilimu, wakawa waislamu. Lakini wakati ule mtume anaoga, ana wasiwasi na hofu na hali iliyomtokea pangoni, mkewe Khadija radhiallahu anha hakujua kilichomtokea mtume pangoni ni kitu gani. Hakujua kama ni malaika, wala mtume hakujua ni nani. Hakumjua huyo alomjia. Kwa hiyo Khadija radhiallahu anha, baada ya kupewa maelezo na mtume kilichomtokea pangoni, alitoa msaada kwamba nitakupeleka kwa babu yangu akiitwa mzee Waraka ibn Nawfal. Ni babu, ameishi miaka mingi. Utamuelezea hili tukio na atafafanua hili tukio linahusu nini. Mtume hakujijua kama yeye ni mtume wala ameambiwa nini, hakujua. Yeye aliambiwa tu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Akapelekwa kwa mzee Waraka. Alipopelekwa akaeleza tukio lote, ndipo mzee Waraka akamwambia mtume, huyo aliyekujia ni malaika, na kwamba wewe ni mtume, na wote aliyokuja kwao malaika na ujumbe wa Mwenyezi Mungu, basi hao waliopewa huo ujumbe walikosana na watu wa mji wao, walichukiwa kwa sababu watu wamezoea mambo yao, kuabudu mizimu, kuabudu mawe, kuabudu miti, bali walikuwa kiabudu hata kokwa, mbegu ile tende, akiwemo Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Waliamini ni Mungu. Kwa mzee Waraka anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe tayari ushatangazwa kama adui na watu wako wa Makka. Jitayarishe siku ya siku kufukuzwa katika mji wako wa Makka.
Mzee Waraka akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yani swala la kufukuzwa sio la kubahatisha, hilo lipo. Wenzio wote wa huko nyuma, yani akimaanisha Mtume Musa, Ibrahimu, Isa na wengineo, hawakuelewana na watu wao, wakafukuzwa na wakateswa. Mzee Waraka akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akinipa uhai siku ukafukuzwa katika mji wako wa Makka, basi nami nitakusaidia kuunga mkono katika hilo la kufukuzwa. Lakini bahati Mzee Waraka hakuishi mpaka ule muda Mtume akiletewa vurugu na kuhamishwa katika mji wa Makka, akafariki kabla ya hapo. Hapa ninachomaanisha nini? Alianza Muislamu mmoja tu ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa pili akawa ni mkewe Khadija radhiallahu anha. Akaanza mwingine Ali ibn Abi Talib aliyokuwa ndani ya nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akafuatia Abu Bakri ambaye ni rafiki wa Mtume. Akafuatia Mzee Waraka ambaye ni babu wa Khadija radhiallahu anha. Hawa wote hawa kila mmoja akaingia kwenye jukumu la kuitangaza dini. Khadija anafanya kazi ya dawa, Ali anafanya kazi ya dawa, Abu Bakari anafanya kazi ya dawa, na Mtume mwenyewe akifanya kazi ya dawa. Ndio hapa Mwenyezi Mungu anapotambia kuntum khaira umma ukhrijat linnas, mmekuwa ni umma bora uliotumwa kwa watu. Ubora wetu uko wapi? Ubora wetu unapatikana kwenye sababu aliyoitoa Mwenyezi Mungu aliposema ta'muruna bil ma'ruf, mnaamrishana mema, watanhauna 'anil munkar, na mnakatazana mabaya. Jukumu la kuamrisha mema, jukumu la kukataza mabaya ni letu sote. Mtume akasema liyablughi shahidu minkumul ghaib, aliyepo hapa amfikishie ambaye hakufika. Dini ndio iko hivyo. Lakini mimi nikisema nishajua nibaki nalo, na mwingine akasema nimeshajua na baki nalo, na mwingine hivyo hivyo, Uislamu tabaki hapo hapo uliposimama. Kwa hiyo jukumu la kuitangaza dini ni letu sote. Kwa kila mmoja, kila ambacho unachokijua lazima ukitangaze, ukifikisha kwa mwenzio. Uislamu ni dini ya kusaidiana, kupeana nasaha, kupeana ushauri. Uislamu ndio uko hivyo. Kwa hiyo tumekuwa bora kwa sababu ya kuamrisha mema, kwa sababu ya kukataza mabaya. Hili ni jukumu letu sote. Na ndio maana siku 5-7 zilizopita amekuja bwana mmoja hapa akiitwa Yaqini akifanya dawa kwao Singida. Leo imetokea na mimi hivyo, na kesho kutwa mwingine hivyo. Ndio dini itakwenda mbele hivyo. Lakini haitokwenda kwa maneno peke yake. Lazima tuwe tayari kwa ajili ya dini. Tutumie maneno yetu tunayojua ambayo ni sawa sawa kuwafikishia wenzetu. Lakini pia lazima wenye mali watoe kwa ajili ya dini, wenye elimu watoe elimu yao kwa ajili ya dini, wengine watoe nafsi zao kwa ajili ya dini. Lakini tukisema tu kwamba hii ni kazi ya shekhe fulani, ni kazi ya shekhe fulani, kama shekhe hakufika baadhi ya maeneo, inamaanisha hawatajua, na hilo ni tatizo tayari. Wale ambao wanaujua wana jukumu la kwenda kwa siojua,
na wale ambao hawajui pia wana jukumu la kwenda kwa wanaojua, ili waijue dini wote. Na kila mmoja ana jukumu la kujitoa, kuwa tayari kwa ajili ya dini. Ukiwasoma hao masahaba, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab, Talha na wengineo, walipotushinda ni ule utayari wao katika mambo ya dini. Hawakuwa wavivu kwenye dini, hawakuwa waoga kwenye dini, walikuwa wako tayari wakati wowote kwa ajili ya dini. Mwenyezi Mungu akasema, ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum, enyi ambao mna sifa ya imani, mna nini mnapoambiwa tokeni katika njia ya Mwenyezi Mungu mnakuwa wazito? Aradhitum bil hayati dunya min al akhirah, je, mmeridhika mno na maisha ya dunia kuliko maisha ya akhera? Akasema Mwenyezi Mungu, hayakuwa maisha ya dunia ukilinganisha na maisha ya akhera, isipokuwa ni starehe ndogo sana hapa duniani. Starehe kamili zipo huko, lakini hizo starehe za huko ili uzipate lazima utengeneze ndani ya dunia. Uwe tayari kutoa mali kwa ajili ya dini, uwe tayari kutoa nafsi kwa ajili ya dini, uwe tayari kutoa elimu kwa ajili ya dini, ushauri kwa ajili ya dini, ndio dini itakwenda. Kwa hiyo lazima tuwe kitu kimoja. Kama vile huu msikiti kuna kuta 4, kuna nguzo, kuna paa, hivi vyote vimeshirikiana ndio ukaitwa msikiti. Lakini ukitoa paa hautaitwa msikiti, itaitwa gofu. Ukitoa ukuta tayari jina lishabadilika. Kwamba lazima tuwe kalbuniani almarsus, kama jengo ambalo limejengwa imara, kuna msingi imara, kuna kuta matofali imara, ukapatikana msikiti. Na Uislamu ni hivyo hivyo, lazima tuwe wamoja. Lazima tushirikiane kwa lengo la kuipeleka dini mbele. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu ametusimulia ndani ya aya moja tu kuhusu mdudu. Kuhusu mdudu mdogo kabisa. Alikuwa Nabiiullah Suleiman alayhi salam anatoka kwake au mji wake anaenda mji mwingine. Wakati akienda, Mwenyezi Mungu anatusimulia sema, hatta idha atau ala wadi an-namli qalat namlatun ayyuha an-namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleiman wa juluduhu wa hum la yash'urun. Aya hii iko moja tu, wala haijarudiwa tena kuzungumza habari ya huyu sisimizi sehemu nyingine. Suleimani alipofika yeye na jeshi lake katika uwanja wenye sisimizi. Sisimizi mnawajua? Hatta idha atau ala wadi namli, paka alipofika Suleimani na jeshi lake katika uwanja wa sisimizi, yani sehemu ambapo sisimizi wamejenga. Walipofika hapo, watafsiri wa Qur'ani wanasema alikuwa hajafika ndani ule mji. Zamakhshari akitafsiri aya anasema Suleimani alikuwa bado yuko mbali wa maili 3. Maili 3, yani hapo Magoma ni karibu. Maili 3. Yuko huko. Sisimizi yuko huko. Akanyanyua miguu vyake na mdogo, akasema qalat namla, akasema sisimizi, ayuha namlu, enyi sisimizi. Sisimizi raisi, kiongozi,
anatoa tangazo kwa raia akiwaambia ayuhan namlu, enyi sisimizi, udkhulu masakinakum, ingieni kwenye majumba yenu, la yahtimannakum Suleiman wa junud, Suleiman asiwakanyage yeye na jeshi lake, wahum la yash'urun, wanawakanyaga wao wenyewe hawajui kama nyinyi mko chini. Hapa tunapewa fundisho na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisimizi ni mdogo sana. Alijuaje Suleimani anakuja? Alimuonaje? Maana yuko mbali. Sisimizi hata akiwa mbali wa hii simu upande huu wa huko hawezi kuona huko mwisho, sababu ni mdogo, yuko chini. Alipataje taarifa Suleimani anakuja? Alipewa taarifa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama kiongozi. Lakini kwa nini kapewa taarifa? Kwa sababu yeye ni wa Mwenyezi Mungu, anafanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akawa amemtangulia katika kila jambo ambalo analotaka kulifanya, akampa taarifa kwamba Suleimani anakuja. Suleimani huko alipokuwa alisikia sauti ya sisimizi kiongozi. Huko alipokuwa fatabasama dhahikan, akatabasamu kwa furaha kwamba sisimizi amenitambua kwamba mimi ninakuja na jeshi langu. Ametoa angalizo kwa raia wake waingie kwenye majumba yao, na yeye akamshukuru Mwenyezi Mungu kule kwamba hili halijaja hivi hivi tu, limekuja kwa sababu ya ule utendaji wao mzuri wa ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Suleimani, lakini pia sisimizi. Tusiona hao wadudu wanazunguka, wanaruka, wanatembea chini, wanamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hapa tuona sisimizi kiongozi amechukua jukumu la kutahadharisha raia wake. Na raia walipotangaziwa hawakuleta ubishi. Mara moja walilipokea, wakaingia katika majumba yao. Hakuna alosema kwani Suleimani ni nani aje? Hakuna alosema hivyo. Hakuna alosema kwani Suleimani anatuhusu nini? Yeye ana jeshi lake na sisi tuna jeshi letu. Lakini leo kitokea kiongozi akazungumza, wanamkubali nusu na zaidi ya nusu wanamkataa. Mwenyezi Mungu anatufundisha kwenye hii aya kuwa wamoja, lakini wakati huo kuwatii viongozi. Na viongozi nao wawe na Mwenyezi Mungu katika ibada zao, wawe na huruma kwa wanaowaongoza. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa utume, wakamwamini walomwamini wachache, lakini kila mmoja akawa anafanya kazi ya dawa. Kama vile ambavyo sisimizi wanaofanya kazi zao kwa ajili ya maisha yao ya kila siku. Tusione sisimizi wanachimbua, wanatoa udongo, wanatoa juu, wanabeba vyakula wanapeleka huko ndani. Moja ya sifa kubwa walionayo ni nguvu. Nguvu kulingana na miili yao, sio nguvu kama zetu. Wana nguvu. Ndio maana wanaifanya ile kazi ngumu. Lakini sifa ya pili, wana ushirikiano. Hawana utofauti baina yao, wana ushirikiano. Sifa ya tatu, wana utiifu kwa kiongozi wao. Sifa ya nne, wana elimu ya kujua namna ya kuchimba, namna ya kujenga nyumba zao, lakini namna ya kuhifadhi vyakula vyao. Vyakula wanahifadhi wapi? Hawahifadhi kwenye ndoo, kwenye madumu, kwenye mifuko, wala haweki dawa. Lakini wanahifadhi vyakula vyao vinakaa mwaka mzima kwenye udongo
na havioti. Ile ni elimu anayoitumia waliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Elimu hii ndio ile mtume aliambiwa iqra, soma. Bismi rabbikal ladhi khalaq, kwa jina la Mola wako aloumba. Kwa hiyo sisimizi wanaendelea kufundishana elimu yao, wanarithishana. Hawana darasa la kusoma, hawana shule, lakini wanafundishana. Kizazi hiki kinafanya kazi, wanakufa, wanakuja wengine, maisha yanaendelea na kazi zao zinazidi kwenda mbele. Kuna baadhi yao ni walinzi tu, hawafanyi kazi. Kwa ufupi, sisimizi ni mwalimu wetu mzuri sana kwenye kujenga au kufikia malengo sisi. Yaani tukiwaiga ule ushirikiano wao, utiifu wao, umoja wao, nguvu zao, elimu wanazotumia, na sisi tungefikia malengo ambayo wamefikia sisimizi. Na Mwenyezi Mungu ameleta haya makusudi ili tusome. Kwa nini akazungumza sisimizi? Kwa nini hakuzungumzwa simba? Kwa nini hakusemwa tembo? Akasemwa sisimizi. Moja, lengo ni hilo, kutufundisha sisi umoja, kutufundisha sisi ushirikiano, kutufundisha maelewano, masikilizano, nguvu kwa ajili ya dini. Kwa hiyo umemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, Khadija akaanza kufanya dawa na wanawake wenzie. Abu Bakar anafanya dawa na wanaume wenzie. Ali na watoto wenzie. Ikawa anaongezeka Muislamu mmoja baada ya mwingine hadi wakajaa katika mji wa Makka. Na sisi ni hivyo hivyo. Yaani tujue kwamba hii dini ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hawezi kuja hapa aje atoe mawaidha. Na ndio maana alimleta mtume. Mtume alipofikia mwisho wa kutangaza dini akaondoka, akafariki. Wakashika kijiti Abu Bakri na maswahaba wengineo kuendelea kuitangaza dini. Kwa sisi tusione kwamba tupo hapa ndo tuishie hapa. Tunahitajika kwa kiasi kikubwa tuifikishe dini majumbani mwetu kote, kwa majirani zetu, kwa ndugu zetu, kwa vijiji vya jirani, kwa miji jirani. Hili ni jukumu letu. Tuseme hili ni jukumu la shekhe fulani na shekhe fulani na shekhe fulani. Sote tuitaka pepo. Leo baada ya maisha haya ya dunia, huko akhera hakuna maisha ya kuchagua kama huku duniani. Mimi nataka niwe mkulima wa mkongo. Mimi nataka niwe mkulima wa mpunga. Mimi nataka niwe mfanyabiashara wa spare za baskeli. Mimi nataka niwe mfanyabiashara wa duka la rejareja vyakula na vinginevyo. Hapa duniani unachagua hivi. Huko akhera hakuna tena kuchagua. Ima peponi, ima motoni. Basi. Na sio kuchagua. Ulipotenda duniani ndivyo itakapokuwa huko. Kama ulitenda vizuri, basi utaipata pepo. Kama uliharibu, motoni. Kwa hiyo tuitengeneze akhera yetu hapa duniani, ili kule tukapokelewe na mikono miwili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwanadamu anapofariki, anapofukiwa, anaenda na vitu vitatu. Wakishamaliza kumzika, viwili vinarudi, anabaki na kimoja. Wakishamaliza kumzika, ndugu, familia yake, watoto, marafiki, majirani wanarudi wote.
Kama alipelekwa na kigari chake na kibaskeli na vimalimali vyote vile vinarudi. Anabaki na matendo yake tu. Haya matendo ndio maisha ulioishi kila siku katika maisha yako ya dunia. Kwa hiyo jukumu la da'wa ni letu sote. Tuseme hii ni kazi ya watu fulani. Tumeona mfano wa kwanza, mzee Waraka ibn Nawfal ambaye ni mzee babu, alikuwa tayari kwa ajili ya kuitetea dini. Lakini Khadija ni mwanamke, alikuwa tayari kwa ajili ya kuitetea dini. Abu Bakr ni Siddiq hivyo hivyo, ametoa sehemu kubwa ya mali yake Abu Bakr kwa ajili ya dini, mpaka Mtume akasema kwamba hakuna alonisaidia kwa mali yake mimi katika dini kama alivyonisaidia Abu Bakr. Anasema watu mlinikataa, Abu Bakr akanikubali. Mlinikadhibisha, Abu Bakr akanisadikisha. Kwa hiyo Abu Bakr ni Siddiq radhiallahu anhu alikuwa tayari kwa ajili ya dini, na sisi tuwe tayari kwa ajili ya dini hivyo hivyo. Walipokwenda au ndani ya mji wa Maka, kabla hatujatoka kwenda mji mwingine, Mtume anafanya dawa pale Maka katika hali ngumu. Aliambiwa na mzee Waraka kwamba utagombana na watu wako, kwa sababu watu wamezoea ibada zao za kuabudu mizimu, kuabudu miti, kuabudu mapango, kuabudu mawe. Ndio ibada watu wamezoea. Leo ufike waambie haifai kuabudu mti, aabudiwe Mungu mmoja, huwezi kuelewana na watu. Matokeo yake watakuchukia, na wakamchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaanza kumfanyia mipango mibaya ya kumuua, wakaanza kuwatesa masahaba, hadi Mtume akafikia kuwatangazia masahaba wahame kutoka Maka, wakahamia Ethiopia, kwa sababu ya hali ngumu ambayo walikabiliana nayo: kuteswa, kunyang'anywa mali, kuadhibiwa, kupigwa. Lakini hawakurudi nyuma hata mmoja. Mtume mwenyewe pamoja na kwamba ni mtu wa Maka, ana ndugu zake ndani ya mji wa Maka, lakini hao ndugu zake walikuwa maadui zake wakubwa, akiwemo Abu Lahab, akiwemo Abu Jahal. Ni ndugu zake, baba zake wadogo, lakini walimpinga kwa bidii zote. Lakini Mtume hakukata tamaa, akaendelea kuitangaza dini hivyo hivyo na hali ngumu hiyo hiyo. Lakini wakawa wanamuelewa Mtume baadhi yao, lakini Mtume hana sehemu ya kufundishia. Hana. Akutana na mtu njiani, anazungumza naye. Anakutana na mtu nyumbani kwake, anazungumza naye. Hakuwa na kituo cha kufundisha. Hadi mwaka wa 3 wa 4 kama sikosei, akatokea kijana au mtoto, tuseme kijana, mtoto. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nina nyumba yangu au na kijumba changu. Ukisikia Madina ya enzi hizo ni mji wa watu maskini ambao maisha yao na vijumba vyao ni vijumba vya udongo, vya tembe. Ndio maisha yao. Kijana mmoja anaitwa Al-Arqam ibn Al-Arqam radhiyallahu anhu, mtoto miaka 15 16, ndio alomwambia Mtume, nyumba yangu itumie kwa ajili ya kufundisha. Ndio Mtume akawa anatoa dawa kwenye nyumba ya Al-Arqam ibn Al-Arqam. Ndani ya Maka kuna wababe, kina Abu Jahli wapo, Mut'im ibn Adi wapo, kina Walid ibn al-Mughira wapo, wazee. Lakini mtoto huyu hakuogopa hao wazee, alimwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
akawa tayari kutoa kisehemu cha nyumba yake, kama ni chumba, kama ni nini, kwa ajili mtume akae na maswahaba wafundishane. Kwa hiyo dini inatutaka tutoe mali, inatutaka tutoe nafsi zetu, inatutaka tutoe elimu zetu, inatutaka tutoe muda wetu. Hapa kuna wababa au kina mama ambao kuanzia saa 1 asubuhi walitoka wameenda mashambani. Wengine wameenda kwenye vibarua, wengine wameenda kwenye biashara vyao, wengine wanapika vitumbua, wengine wameenda kwenye biashara, wengine wamesafiri. Wanaenda kufanyaje? Kutafuta ili wazihudumie nafsi zao wao wenyewe, wazihudumie familia zao, wahudumie ndugu zao. Hivyo kila siku tufanya hivyo. Tunatoka shambani, wanatoka wakasafiri, tunatoka wakaenda kwenye shughuli mbalimbali ili watoto wale, ili watoto wavae, na mimi mwenyewe kama baba nivae, mimi mwenyewe pia nile, nipate sehemu nzuri ya kulala, nipate ka usafiri, nipate nyumba nzuri. Sote tufanya hivyo. Sasa Uislamu utaenda wapi? Hauna baba. Uislamu hauna mama. Uislamu hauna kaka. Baba yake ni wewe na mimi, mama yake ni wewe na mimi, kaka yake ni wewe na mimi. Umekwenda kuhangaika, ukabahatisha ulichobahatisha, kikubwa baki nacho, kidogo utoe kwa ajili ya dini. Na Uislamu unataka hivyo, na ndio tutakwenda mbele. Lakini tukisema tulichokipata chote kibaki na sisi, haya Uislamu utapata wapi? Ni lazima sisi wenyewe tuwe tayari kwa ajili ya dini. Kama tulivyoona baadhi, Al-Arqam ametoa kisehemu wafundishane. Mzee Waraka amejitolea kama mzee kumsaidia mtume kwa ajili ya Uislamu. Abu Bakr ni Siddiq wala 10 mubashirin bil janna, Talha, Zubair ibn al-Awwam, Sa'id, wengine wote wale. Ni dawa ya Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu. Anawafuata mmoja mmoja, anazungumza nao, wakamkubali, wakaingia katika Uislamu. Uislamu unanielewa? Kwa hiyo tusiseme hii dini ni ya watu fulani. Kila mmoja anahitajika afanye. Kama vile tunavyoona sisimizi, kuna ambao wanabeba udongo kutoa nje, kuna ambao wanabeba chakula kuingiza ndani, wapo wengine huko ndani wanaweka sehemu ya kuweka vyakula ni hii, sehemu ya kulala malkia ni hii, sehemu ya kulala askari ni hii. Na kila mwenye kazi fulani hawezi akafanya kazi nyingine. Kama ni mlinzi ni mlinzi, wakubeba chakula wakubeba chakula, wakuchimba, kutoa nje kutoa nje, hivyo. Na kazi yao ikafikia katika malengo wanayotaka. Tona sisimizi wanajenga kichuguu kikubwa. Sisimizi kwa maana ya sisimizi unawajua, siafu, mchwa, chungu, wote sisimizi. Naona kichuguu vidogo vidogo imechimba mpaka mmebeba ule udongo wote juu. Kwa sababu ya umoja wao, kwa sababu ya kujitolea nafsi zao, ndio maana wanafanya makubwa kama yale. Na sisi tunaweza, lakini kwa kuwa na umoja, kwa kuwa na ushirikiano, kwa kuwa na masikilizano, kwa kuwa na upendo baina yetu, kwa kusoma, kwa kuwasomesha na wengine, au kumleta mwalimu akatusomesha na sisi tuwe tayari kusoma, tutafikia malengo ambayo tunataka tufikie. Lakini tukisema hili la mashekh, hili la walimu, hili la wazee, hili la kina mama, tutakuwa tunakosea sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaishi Maka miaka 13. Akahamia Madina. Maka waliteswa sana, walipigwa sana, waliumizwa sana.
wakahamia kwa mara ya kwanza Ethiopia, mara ya pili wakahamia Ethiopia. Wapo maswahaba waliishi hiyo Ethiopia, wakafanya biashara hadi wakaja Lamu hii mpaka kaskazini ya Tanzania, wapo wakifanya biashara. Kwa hiyo Uislamu huku kwetu ni wa siku nyingi, si ajabu hata kuliko Madina. Lakini bwana, sisi hatujaenda mbele, ni baada ya sisi wenyewe kuacha jukumu la dawa. Mtume akaishi Maka miaka 13, akahamia Madina. Alipofika Madina, akaambiwa na Mwenyezi Mungu, udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu. Wamepewa ruhusa sasa wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu, na wao sasa wajibu, wakichokozwa wasikubali tu kuchokozwa, na wao wajibu. Ndio vikaanza sasa mapigano, Badri ndogo, Badri kubwa, na maswahaba wakawa tayari kupoteza mali zao kwa ajili ya dini, kupoteza nafsi zao kwa ajili ya dini, kupoteza elimu yao kwa ajili ya dini, wakawa tayari. Inafikia mahali baadhi yao anakosa kitu cha kutoa, analia. Yaani hana cha kutoa sadaka, analia. Kwa nini? Kwa sababu anajua Uislamu unanidai, lazima niulipe. Katika vita vya Badr ambavyo viliwakutanisha wazee na watoto, Makuraishi ni wazee, watoto wao ndo wale Waislamu, wakakutana. Katika mapigano, bwana mmoja anaitwa Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, ndani ya vile vita yeye alikuwa anamtafuta baba yake, akafanikiwa kukutana na baba yake ana kwa ana, akamuua. Baadhi ya masahaba wakamsema, jamaa kaua babake. Abu Ubaida akawajibu akamwambia, mimi sijaua baba, nimeua kafiri. Sijaua baba, nimeua kafiri. Aya ikateremka kumsifu Abu Ubaida. Kwa kitendo alichofanya, masahaba wengine wakanyamaza. Lakini vita vile vya Badri, watoto wadogo miaka 13, 14, 15 walikuwa tayari kwa ajili ya dini. Kwa nini? Kwa sababu waliandaliwa. Alipokwenda Mus'ab ibn Umair Madina kufundisha Uislamu, ndani ya mwaka mmoja hakuna nyumba katika nyumba za Madina isipokuwa ima ilikuwa na Muislamu mmoja, wawili au wote. Walisoma ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili tu, wakauelewa Uislamu ni nini, Mwenyezi Mungu ni nani, Mtume ni nani. Wakawa tayari kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya dini, kwa ajili ya Mtume, ndani ya miaka miwili tu. Na sisi lazima tuwe tayari kwa ajili ya dini. Usiseme mimi ni mzee, deni unalo. Usiseme mimi ni mtoto, pia deni unalo. Usiseme si mimi ni mwanamke, deni unalo tu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu aliposema kuntum khaira umma, mmekuwa umma bora, hawakuambiwa wanaume peke yao, wala hawakuambiwa wazee, wala hawakuambiwa vijana, wala hawakuambiwa wanawake, tumeambiwa sote kuntum khaira umma, mmekuwa umma bora. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, mnaamrishana mema, wa tanhauna 'anil munkar, na mnakatazana mabaya. Kwa hiyo ni jukumu letu sote tuwe tayari kwa ajili ya dini.
na tusiridhike na jambo fulani katika jambo la dini ambalo tumelifanya kwamba sisi hili linatutosha. Linawatosha nyinyi hapa, lakini kuna jirani pia anahitaji. Atapataje kama mlipopata nyinyi? Tufanye fikra na jirani apate kama tulipopata sisi. Kama sisi tuna msikiti, kuna majirani wenzetu hawana msikiti, tufanye fikra na wao wapate msikiti, wapate sehemu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kama sisi tuna madrasa, tufanye juhudi na wenzetu wawe na madrasa. Kama sisi tuna walimu, tufanye juhudi na wenzetu wawe na walimu, hivyo hivyo. Kwa hiyo sio kwamba tukisema eti si tayari tumeshapata basi inatosha. Mtume alipata akiwa Maka, akafanikiwa kiasi fulani, hakubaki Maka, akaenda mbele Madina, ikawa chini ya Uislamu. Madina ilipokaa sawa, akarudi Maka, akaifungua ikawa mji rasmi wa Uislamu. Akawa anatoka Maka anaenda Sham, Syria sasa hivi. Miji ya jirani yote wa Arabu, hadi mtume akafariki. Akaja Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu, akaendeleza alipoishia mtume. Hakusema hapa mtume alipoishia panatosha. Abu Bakr alipopewa tu uongozi, kazi ya kwanza aliyoifanya ni pale alipoishia mtume, kabla mtume kufariki. Siku 10 kabla ya kufariki mtume, alikuwa amemchagua Zaid, Usama ibn Zaid, akampa na jeshi ili waende Sham, Syria, wakapigana vita vya Tabuk. Wanatembea kilomita 5, wanafika sehemu moja inaitwa Jurf. Wanapewa taarifa mtume kafariki. Wakarudi Madina. Ndani ya siku 5 zile mpaka wanamaliza mazishi, Abu Bakari anachaguliwa kama kiongozi. Kazi ya kwanza aliyoifanya, msafara wa jeshi likiongozwa na Usama kwenda Tabuk. Yaani pale alipoishia mtume ndo alipoanzia Abu Bakari hapo. Hakusema wewe Usama ulichaguliwa, sasa mimi namchagua mtu mwingine. Ili jeshi lilikuwa liende Tabuk, sasa mimi nashauri liende sehemu nyingine. Pale pale alipoishia mtume na akaanzia hapo. Tena Usama ni mtoto wa miaka 18. Amepewa uongozi wa jeshi lenye maswahaba wakubwa. Siku Abu Bakari anamwambia utabidi uenda safari alokutuma mtume, akamsindikiza. Anamtoa mjini kumsindikiza ili waende huko Sham au Tabuk. Wanafika njiani, Usama anaona haya. Usama ni mtoto miaka 18. Abu Bakari ni kiongozi wa Waislamu, lakini pia ni baba yake na Usama. Abu Bakari ana miaka 50 na miaka 60. Abu Bakari ana miaka 60 wakati huo. Usama anamuona haya Abu Bakari, anamwambia ewe Abu Bakari, haiwezekani wewe kiongozi wa Waislamu utembee kwa miguu, alafu mimi mtoto niwe juu ya farasi. Haiwezekani. Abu Bakari akamjibu akamwambia, haiwezekani, na mimi nasema hivi, haiwezekani umechaguliwa na mtume uwe kiongozi alafu mimi nikuondoe. Utabaki huko kwenye ulipochaguliwa na mtume. Tuonyeshwa nini? Utiifu. Tuonyeshwa nini? Umoja, ushirikiano. Dini inatuhitaji sote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto anaitwa Umair ibn Abi Waqqas radhiallahu anhu. Aliposikia mtume ametoa tangazo la kwenda Badri,
na yeye alitoka. Mtume akawa anachagua nani aende nani asiende. Umairi alijijua kwamba mimi ni mdogo, Mtume atanirudisha. Akakaa pembeni akajificha. Mtume alipomaliza kwamba sasa tuondoke, na akajiingiza kwenye safu ya wakubwa. Aende na yeye akatoa mchango kwenye dini, akafanya dawa, akatoa nafsi yake, akatoa nguvu zake kwa ajili ya dini. Mtoto ana miaka 13. Watu wa historia wanasema yeye na upanga ni mrefu kuliko yeye. Lakini yuko tayari naye akaitetee dini. Kuna mzee anaitwa mzee Amru ibn al-Jamuh. Mzee Amru ibn al-Jamuh alikuwa kilema. Aliposikia tangazo la Mtume kwenda Badri, na yeye aliwaambia watoto wake, na mimi nataka niende huko Badri. Watoto wakamkataza. Mzee akaenda kushtaki kwa Mtume. Wanangu wananikataza. Mtume akawaita watoto wake akawauliza, "Mbona mnamkataza mzee?" Sema si hali yake ndio hii. Mzee akasema hata mimi naitaka pepo pia. Mtume akawaambia fanyeni namna yote naye afike huko. Kwa ajili ya nini? Ya dini. Katoa mchango wake. Kwa hiyo sote tuna deni. Vita vya Uhud, kina mama pia walitoka. Hawakushiriki kupigana, lakini walikuwa wanasaidia kuwapa maji wale wapiganaji, kuwatibu majeraha, kuwaonyesha dawa, kuwaonyesha sehemu nzuri za kupumzika. Kina mama walikuwepo. Yote wanataka nini? Wanataka watoe mchango wao kwenye dini kwa ajili ya kufikia malengo. Na ndio maana leo hii tuone Uislamu tuko nao. Kuna watu walikubali mali zao ziishe. Walikubali nafsi zao zikosekane. Walikubali kutoa elimu zao. Ndio Uislamu tuone hivi ulivyo leo. Kwa hiyo na sisi tuwe tayari. Usiseme mimi sihusiki. Madamu unajua swala ya dhuhuri ni faradhi, unajua hivyo. Swala ni lazima. Na kuna ambaye haswali uko naye, basi wewe una makosa. Na tunaishi na watu wengine, unaweza kukuta ndani ya nyumba moja. Baba anaenda msikitini, mama anakaa kwenye nini niseme si. Baba anarudi, mama anamwandalia chakula na vitu kama hivyo. Nyumba nyingine mama ndo anafanya ibada, baba yupo kwenye maskani. Nyumba zingine baba na mama hawajui chochote kwenye dini, watoto ndo wanaofanya ibada. Nyumba nyingine baba na mama wafanya ibada, watoto wahuni wa kutupa. Haya ni majukumu tunajibebesha. Kwa Mwenyezi Mungu kila mmoja ataenda kuulizwa. Kullukum ra'i. Kila mmoja ni mchunga. Ulikuwa na uchunga vipi Uislamu? Uliwachungaje watoto wako? Ulichungaje familia yako? Wazazi, majirani, ndugu, familia? Yaani haya ni majukumu tumeyabeba. Usije ukafikiri ukasema, "Bwana mimi nina swali inanitosha." Haitoshi pia hata hii swali. Wala tusiringe na swala. Hapa Kijango kuna wafanya biashara wenye maduka ya rejareja. Nenda dukani kwake. Ana bidhaa mbalimbali. Ana chumvi ya 1000, ya 500, ya 200, ya 100, hata ya 50 kama ipo ataileta. Sukari kuna kilo 1, kuna nusu kilo, nusu na robo, kuna robo, kuna sukari hata kupima na kijiko, si ndio? Anataka bidhaa zote ziwepo. Kwa nini?
ili kila anayetaka bidhaa akifika kwake aipate. Anataka chumvi ya 100 apate, anataka sukari kijiko apate, anataka majani apate, anataka mchele wa wapi apate. Lengo lake ni apate faida. Kama hakuja wa chumvi atakuja wa mchele, kama hakuja wa mchele atakuja wa mafuta ya kujipaka, kama sio mafuta ya kujipaka atakuja mafuta ya kupikia. Almuhimu apate faida. Na sisi ni hivyo hivyo. Tusiridhike na ibada moja ya swala kwamba hii inatutosha. Haitoshi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesamehewa madhambi, hizi swala zote za sunna unazozijua na usizojua Mtume alikuwa anaziswali. Funga zote za sunna Mtume alikuwa akifunga. Qiyamul layli, qiyamul nahari akifanya hivyo. Akitoa sadaka, akizungumza maneno mazuri, akiunga undugu, yote haya kwa ajili ya nini? Aipate pepo Mwenyezi Mungu Subhanahu. Yaani anafanya biashara nyingi na Mwenyezi Mungu ili apate faida ya kufaulu mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na sisi bado tuna deni kubwa. Tusiishi tukasema inatosha. Haitoshi hata kidogo. Umar ibn al-Khattab aliyekuwa amirul mu'minina wa pili baada ya Abu Bakr, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Umar ibn al-Khattab, lau Mwenyezi Mungu atatoa amri kwamba au atatoa tangazo kwamba watu wote wataenda peponi isipokuwa mtu mmoja tu, huyo ni motoni. Umar anasema nadhani naweza nikawa ndo mimi kwenda motoni katika hao wengi wakwenda peponi, basi huyo mmoja kwenda motoni naona naweza nikawa ni mimi. Kwamba na ibada zake zote alizokuwa akizifanya hakuamini moja kwa moja asema mimi ni wa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana akafanya juhudi kubwa kufanya ibada, kuitangaza dini, kufikisha ujumbe Mwenyezi Mungu. Akaenda ndio kiongozi ambaye ameupeleka dini mpaka nchi za Ulaya Mashariki. Ulaya Mashariki ndio. Mpaka Afrika Kaskazini. Ni zama za Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Mpaka Palestina. Mpaka Misri. Ni zama za Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Anayafanya yote hayo kuhakikisha Uislamu unakwenda mbele. Na sisi tusiridhike na hapa tulipo. Yaani tuhesabu kwamba hatujafanya kitu chochote. Tuanze upya. Hayo ndo mazungumzo yangu ya leo na nyinyi, kwamba